Lakini kwa umuhimu wa tukio hili, kwa umuhimu wa uwekezaji huu ambao Bwana Nkuhi ameufanya, akasema hapana, Dasi nenda kanwakilishe. Naomba wana Minyuge mpokee salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, anawasalim sana sana sana. Lakini la pili, leo ni siku ya furaha. Kweli uongo? Ni siku ya furaha kwa familia Nkuhi. Kwanza wameamua kumuenzi babu yao. Wengi wetu wazazi wakishatuzaa wakatuzaa wakaondoka tunawasahau. Yeye amekuwa ni miongoni mwa mfano wa vijana ambao wanaenzi familia. Angeweza kuita jina lolote lile, lakini akasema Nkuhi. Kwa kweli tunakupongeza sana 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 kwa ujasiri huo. Lakini tatu, binafsi mimi kama kijana mwenzake nimevutiwa sana na uwekezaji huu ambao ameufanya hapa Minyuge. Kwa kweli wana Minyuge tuna kila sababu ya kumpongeza kijana wetu. Naomba mumpigie makofi ya kutosha. Uwekezaji huu ambao ameufanya hapa angeweza kuufanya sehemu yoyote katika Jamhuri hii ya Muungano wa Tanzania. Angeweza kuufanya kule Singida mjini, angeweza kuufanya Dodoma, na ukamuingizia kipato vizuri. Lakini alisema sote tukiondoka Minyuge, nani atakuja kuinua maisha wana Minyuge? Leo ni siku maalum kabisa katika maisha yangu, kwa sababu ndio siku ambayo tumefungua kiwanja cha burudani kinaitwa Nkuhi Pub kama kinavyosemeka pale, ambapo wana kijiji cha Minyuge, wana jimbo la Ikungi Magharibi, wana Singida na Tanzania wote kwa jumla wake watapata mahali pazuri sana pa kutoa stress, kubadilishana mawazo, kujenga taifa letu. Lakini pia ni sehemu ambayo watafanya mikutano. Kuna vijana wenzangu pia ambao hawajaoa wanaweza kupata sehemu nzuri pia kufanya harusi zao mundani kwa nafasi kabisa. Kwa hiyo ni siku nzuri sana, na mimi nishukuru sana kwa mkuu wa mkoa wa Singida, mama yangu Halima Dendegu. Amefanya kitu kizuri sana kutusupport sisi, kwa sababu ndio yeye ndo mgeni rasmi wa siku ya leo, na amehakikisha kwamba mambo yote yamekuwa vizuri sana. Lakini hii pia iwe chachu kwa vijana wenzangu kwamba serikali inatuajiri, serikali inatupa mazingira mazuri ya kujiajiri. Ni vizuri pia sisi tujiajiri zaidi, tuwekeze zaidi kadri ambavyo tunaweza tukaweza kujenga taifa letu kwa pamoja kama vijana. Imekuia vigumu kiasi gani kukamilisha mradi huu? Ni kasheshe kwa kweli. Baada hapa zimetumika milioni 50. Milioni 50 zimetumika kujenga hii pub. Kwa hiyo si kitu kidogo. Nimejikusanya huko, nikauza lizeti zangu na vitu vingine mpaka kufikisha milioni 50 sio kitu kidogo. Lakini kubwa zaidi mimi nimefurahi namna ambavyo ile hamasa ndio ilikuwa inanipa mimi amani zaidi. Ndio wakati mwingine unakuwa disappointed, unakosa fedha, unakosa baadhi ya vitu fulani, lakini watu unaona kabisa watu wana queue kwamba fungua bwana, fungua. Hatimaye jambo limetokea. Kwa hiyo alhamdulillah. Na ni kwa nini umeamua kuja kufungua pub hii huku Minyuge? Mimi na jambo moja napenda sana nilipotokea, wakati nina tabia kukumbuka tulipotoka. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema jambo moja ambalo baba yetu wa taifa, kwamba mkienda mashuleni, vioni kule kwenye shule, kwenye elimu, mkipata hiyo elimu yenu, kitu cha kwanza cha kukumbuka ni kwenda kuirudisha kwa jamii. Kurudisha kwa jamii ni kwenda kufanya kitu kwenye jamii yako ambayo umezaliwa. Sasa mimi kwa maneno yale ambayo nilisoma kule vyuo vikuu na hata mashuleni huku sekondari huko, nimekaja kujikuta kwamba nikapata ile hamu ya kusema hapana, badala ya kupeka kitu Dar es Salaam ningepeka hata Dodoma au Mwanza au Arusha. Nikasema hapana, lazima nipeke nyumbani ili hawa ndugu zangu hawa wapate sehemu nzuri ya kuburudika. Kwanza hii mimi kwangu siiti chakatuchaka. Hii hapa nasema nimekuja kwa brother kwa sababu Sufiani mwenye Nkuhi Pub mimi nimeanza kufanya naye kazi muda tangu presenter katika radio ya Mlimani Radio kule Dar kule. Alikuwa akinihitaji kwenye interview muda wote mimi nafika. Kwa hiyo hata alivyonipigia simu kuhusu swala lake kwamba ana uzinduzi wa Nkuhi Pub, nikasema lazima nije kumsupport kwa sababu yeye ni miongoni mwa watu ambaye alisimamisha pia mziki wangu kupitia nafasi yake akiwa kama presenter pale Mlimani Radio. Yeah. Naam. Basi Fresh, umekuja Singida na mazingira umeyaona. Ni nini ambacho nakizungumza kwake pamoja na vijana wengine kwa ajili ya uwekezaji huu?
Cha kwanza wamsapoti, wameletewa Mkuwi Pub, kuna vinywaji, chakula, ukitaka kufanya mikutano unaweza kufanya hapo. Kwa hiyo ameisogeza fursa karibu. Kwa hiyo ina maana vijana wa eneo hili waichangamkie fursa, wa kiume na wa kike pia, wa mama, wa baba, wazee, wachangamkie nini fursa, kwa sababu Sufiani Mkuwi Pub ametengeneza kitu kizuri. Kwa majina yangu naitwa Shime Geoffrey Mbua, ni kiongozi wa mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Minyuge na pia ni katibu wa fedha kijiji cha Minyuge. Kwa leo tarehe 7 mwezi wa 6, tunashukuru sana kwa ufunguzi wetu wa pabu, na pia tunashukuru sana kwa mheshimiwa wetu ndugu Sufiani Juma kwa kutufungulia pabu hii, na pia tumefurahi sana sisi kama kijiji cha Minyuge kupata fursa hii. Kwa mfano masherehe mbalimbali, harusi, ni ukumbi mzuri, tumependa sana. Mapokezi ni mazuri na tumeenjoy kweli, na jamaa amefanya jambo kubwa sana la utofauti kwenye kata hii, au tuseme kwa ujumla wilaya ya Ikungi. Kweli kwa nafasi ya huku hivi amejitahidi sana. Ipo pub nyingine kama hiyo? Kwa hapa kanda yetu hamna. Bana, mmeletewa kiwanja karibu hapa. Sawa kabisa. Ni kitu gani kingine pengine mngetamani huyu Sufiani akisogeze hapa? Kwa mimi ninavyoshauri, labda kwa upande wangu asiangesogeza hata kitu kama sheli. Tuongezee utofauti, kwa sababu sehemu hii hapa kote ukienda magharibi hivi labda kilomita 30, kurudi tena kilomita 40 hadi kule hivi. Sheli katikati hapa hamna. Kwa tungeomba tufanyie mpango wa sheli.